Yesu Kristo. Basi somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume tuandika kutafakari hasa juu ya maisha ya Mtakatifu Paulo mtume, na hasa kwa pekee zaidi uongofu wa maisha yake. Kumbuka kwamba hapo awali kama tumesikia katika simulizi la kwanza ya Mitume sura ya 9, Paulo alianza maisha yake kama mtesi wa kanisa. Na leo tumesikia kwamba anakwenda kwa kuhani mkuu ili ampatie barua na amri ya kwenda kuwakamata wanafunzi wa Kristo waliomkiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi, kwamba ni Bwana na Mwokozi. Lakini basi baadaye tunaona jinsi gani maisha yake yanavyobadilika, hasa baada ya kukutana na Yesu Kristo kufufuka, kwamba alipokuwa njiani kule Dameski, akielekea kule Dameski, ndipo anakutana na Yesu Kristo kufufuka, ambaye anamuuliza Paulo, ambao wakati huo alikuwa akiitwa Sauli, kwamba Sauli, kwa nini waniudhi? Anamuuzi Kristo kwa sababu ya maisha ambayo alikuwa akiyaishi hapo awali na kulitesa kanisa lake, kufanya injili isisonge mbele. Lakini basi baada ya kukutana na Kristo, Kristo anakuwa ni chachu ya mabadiliko katika maisha yake, anakuwa ni chachu ya uongofu wa maisha ya Sauli. Ndio maana baada ya kukutana na Kristo kufufuka, anampa maagizo sasa kwamba kuanzia sasa kwamba Sauli sasa atakuwa ni chombo chake kiteule cha Mungu kwa ajili ya kupeleka wokovu kwa watu wa mataifa. Ndipo baada ya kutoka pale, basi anakwenda kwa Anania ambaye anambatiza na anampa maongozi ya Mungu ya Kristo mwenyewe kwamba nini anapaswa kufanya katika safari yake hiyo ya maisha yaliyo mapya. Na kweli baada ya hapo Paulo alikuwa ni mmoja kati ya wahubiri maarufu wa injili ya Kristo. Ni kazi ambayo alitenda kwa uaminifu mkubwa, ni kazi ambayo alitenda kwa ufanisi mkubwa. Imani akailinda, imani akaitetea, na vita vizuri vya imani akavipiga. Na mwisho basi ni taji ya mshindi. Kumbe safari hii ya uongofu wa Mtakatifu Paulo mtume tukumbushe na sisi pia kwamba nasi pia tufuate mfano wake, tuonje na sisi pia uongofu katika maisha yetu ya kiimani, kwa maana kwamba nasi tupige hatua katika maisha yetu ya kiroho, kwamba tusibaki kuwa ni watu wale wa maisha ya kale, tusibaki kuwa ni watu wale wa maisha ya kizamani, pengine kama ni maisha pengine ya kutowasamehe wengine, tusibaki huko, bali tupige hatua twende kwenye maisha ya upya wa kiroho. Hiyo ni safari yetu mpya, na ndio maisha haya ya ufufuko ambayo tunaalikwa na sisi pia kuyaishi katika Kristo wetu leo hii. Lakini basi yote hayo hayawezekani pasipo Kristo kufufuka. Anasema tushikamane na Kristo kufufuka, tupatie Kristo kufufuka ili basi awe ni chachu ya mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho. Somo letu la Injili ni mafundisho, mwendelezo wa mafundisho ya Yesu Kristo juu ya Ekaristi Takatifu. Mwisho kwamba kama vile Paulo alipokutana na Kristo mfufuka kule njiani akiwa anaelekea Dameski, na Kristo akawa ni chachu ya mabadiliko yake, nasi pia tukumbuke kwamba kila siku pengine tunakutana na Kristo na Yesu wa Ekaristi Takatifu katika adhimisho la misa takatifu, na pengine kila siku tunampokea Yesu wa Ekaristi Takatifu. Lakini je, tunaonja mabadiliko au tunabaki kuwa ni watu wale wa siku zote? Kristo mfufuka ambaye tunakutana naye katika Ekaristi Takatifu au ni chachu yetu ya mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho? Ndipo tunasema kwamba kweli tumepiga hatua ama tumekuwa kweli ni wa Kristo kweli kadiri ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.